asifiwe. Nataka niwakaribishe nyote pia katika ujumbe huu wa leo ambao Bwana ameuweka katika moyo wangu. Nimekuwa nikiutafakari na leo ninapenda kuanza series ama msululu wa mafunzo kuhusu dhoruba za maisha. Kwa hivyo kwa siku 3-4 hivi zijazo nitaweza kuongea kwenye series hii Storms of Life, dhoruba za maisha. Na andiko tangulizi ambalo litatuongoza katika series hii tutasoma katika Marko 4:35 hadi 41. Marko 4:35 hadi 41. Jioni siku hiyo hiyo Yesu akawaambia wanafunzi wake, tuvuke ziwa twende ng'ambo. Basi wakaacha ule umati wa watu, wakamchukua Yesu katika mashua alimokuwa. Palikuwapo pia mashua nyingine hapo. Basi dhoruba kali ikaanza kuvuma, mawimbi yakaipiga ile mashua hata ikaanza kujaa maji. Yesu alikuwa sehemu ya nyuma ya mashua, amelala juu ya mto. Basi wanafunzi wakamwamsha na kumwambia, Mwalimu, je, hujali kwamba sisi tunaangamia? Basi akaamka akaukemea ule upepo na kuyaamrisha mawimbi ya ziwa, kimya, tulia. Hapo upepo ukakoma, ukawa shwari kabisa. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, mbona mnaogopa? Je, bado hamna imani? Nao wakaogopa sana, wakawa wanaulizana, huyu ni nani basi hata upepo na mawimbi vinamtii? Wapendwa, ni kweli kwamba katika sehemu moja ama nyingine, wakati mmoja ama mwingine katika maisha, tunapitia nyakati ambazo ni ngumu, ambazo zinaweza kufananishwa na dhoruba. Na wakati huo unaleta machungu, wakati kama huo huleta maumivu, wakati kama huo hata wakati mwingine unaleta kupoteza, ila kupoteza mpendwa, kupoteza kitu ambacho umekipenda sana. Na nyakati kama hizo kuna jambo ambalo nataka kupitia kwa series hii, tusaidiane ili uweze kujua unaweza vipi kukaa mtulivu na mwenye ushujaa licha ya hali ilivyo karibu na wewe. Na hiyo inamaanisha ya kwamba si rahisi, lakini nataka nikukumbushe ya kwamba theme yetu ya 2020 kama kanisa ni kujenga kwenye mwamba. Na hii ndio njia ya pekee katika utangulizi kusema ya kwamba unaweza kujua ya kwamba dhoruba zozote zikija, ikiwa zitapata umejenga katika mwamba, una uhakika ya kwamba utabaki umesimama. Na unajua tukiongea kuhusu dhoruba, labda wengine hatupati picha vizuri. A storm is a disturbance in the atmosphere with strong winds and usually with rain, thunder, lightning. Yani mchafuko katika anga ambao wakati mwingine una upepo mkali, una mvua, una radi zinapiga. Hiyo hali ya mchafuko kama huo ndio maana ya dhoruba. Na unajua dhoruba ya maisha ni hali ambayo inaleta mchafuko. Inaweza kuwa katika hali ya kiroho ama mchafuko katika maisha ya kawaida. Yaweza kuwa ni magonjwa ambayo
Umewahi kuwa wakati mwingine huyu mtoto anagonjweka, akipona ni kama wanapokezana viunzi. Unajua ile relay. Ni kama akipona tu amepeana kiunzi kwa ule mwingine. Na ule mwingine akigonjweka mpaka hata mwingine anakaa anashindwa, anasema imetoka kwa ule imeenda, inaonekana sasa mimi ni next. Wakati mwingine nilikuwa naongea na mshiriki mmoja pia ambaye kwa jamii yao dhoruba ya vifo ilikuwa imebisha. Akasema, unajua pastor, ninaona ilianza na fulani ikafuata fulani. Sasa jinsi ninaona mume wangu sasa ndio wako kwa laini. Yaani dhoruba zingine zinakuja na mpango fulani. Wakati mwingine mpendwa, inakuwa ni ukosefu wa kazi. Yaani the best umewahi kupata ni kibarua ya wiki 2 hivi ama 3, ama ni kupoteza kazi. Na hali yako, maisha yako yanakuwa hayana utulivu kwa hali ya kazi, kwa sababu ukipata ikienda sana wiki moja ya pili imeisha, na unajipata ya kwamba hauna utulivu. Unafananishwa na hali ya dhoruba, hali ya mchafuko katika ulimwengu wa kazi. Hauna utulivu. Wengine inaweza kuwa ni interpersonal storms. Yaani ni interpersonal relationship, katika mahusiano yako haujawahi kutulia. Mahusiano yako ya ndoa hayana utulivu. Kuna kadhoruba fulani katika ndoa yako. Mnapokaa tu vizuri. Kwa naongea na dada mmoja akasema kwamba pastor, sisi tunakaa tuna furaha, lakini wakati pesa itapatikana tu dhoruba imeingia. Badala ya baraka inakuwa hakuna amani. Wakati nitaona mzee ametulia, najua huyu sasa ako broke. Yaani hajawahi kutulia katika ndoa yake. Na hii it leads to emotional upheaval. Katika hisia zako unakuwa hauna ule udhabiti katika hisia zako. Na unajua bahari, maana tumesoma ameguzia kuhusu bahari. Katika Biblia wakati mwingine bahari inakuwa ni a symbol of mayhem. Yaani ni ishara ya hali ambayo haieleweki. Yaani hali ambayo haithibitiki, uncontrollable, mysterious and wild. Unaposikia ikitajwa katika Biblia wakati mwingine, bahari inaashiria hali ambayo hauwezi kuidhibiti, hali ambayo hauwezi kuielewa, hali ambayo ni wild, hali ambayo haiwezi kuwa tame. Na huko ndiko ambako mara nyingi almost demonic places, mahali ambako unasikia watu wengine walikuwa watu tu wa kawaida. Kwa na mchungaji mwingine sehemu za Mathare, alikuwa kwa hii dini tu mchungaji wa kawaida tu anahubiri, alikuwa assistant pastor, siwezi kuambia ni wapi. Lakini akadisappear wiki 3. Baadaye ilijulikana alivisit bahari fulani. Aliporudi akarudi na pete kwa mkono wa kulia, kidole hiki cha katikati alikuwa na ring. Aliporudi akiomba akifanya hivi, watu wanaanguka. Siwezi kuambia jina lake, labda ni wa kweli. Alikaa Sunday 2 akachomoka, akaanzisha huduma pale Mathare, sehemu za Mathare. He visited the sea somewhere. Alitembelea bahari fulani. Na kwa hivyo wakati mwingine ni mahali ambako vinatoka vitu ambavyo havieleweki. Na leo katika series hii ninataka nizungumze kuhusu aina ya dhoruba. Na kisha Mungu akinisaidia Jumapili ijayo nitaongea kuhusu jinsi ya kutoka katika dhoruba. Na kisha nitafuatiliza na swali, kwa nini Mungu anaturuhusu ama anaruhusu dhoruba maishani mwetu? Na ninaamini ya kwamba Mungu atatusaidia. Kwa hivyo leo ninapenda kuongea kuhusu aina ya dhoruba.
Biblia inafunza kuhusu aina 4 ya dhoruba. Zinaweza kuwa nyingi, lakini nimeweza kugilia 4 ambazo unaweza kujipata ndani. Dhoruba ya kwanza inaitwa self-inflicted storm. Yaani dhoruba ya kujitakia wewe mwenyewe. Dhoruba ya kujiingiza wewe mwenyewe. Yaani hiyo hata huwezi kulaumu mtu mwingine, ni wewe peke yako. Dhoruba ya pili, caused by God. Ya kwamba Mungu anaweza ku-release. Katika maandiko tuna mfano mahali ambapo Mungu alileta dhoruba kwa ajili ya watu fulani. Na ya tatu ni dhoruba inayoletwa na Ibilisi. Chanzo chake ni Ibilisi, design yake ni Ibilisi. Na mwisho nitamalizia na dhoruba inayosababishwa na watu wengine, caused by other people. Aina ya kwanza, self-inflicted storms. Hizi ni zile ambazo sisi wenyewe, ni matokeo ya matendo yetu, ni mwisho wa mambo tumekuwa tukifanya ama tukisema. Na katika Judges chapter 16 tunampata mtu mmoja anaitwa Samson. Biblia inasema Samson mwenyewe alijipeleka Gaza. Na alipojipeleka Gaza, kule ndiko ambako alipata mtu ambaye aliona huyu anaweza kuwa mke wake. Hatuambii ya kwamba wazazi wake walimwambia, in fact wazazi walijaribu kumkataza, lakini mwenyewe alijipeleka. Na alipojipeleka akakuta kipusa mmoja anaitwa Delila, na tunajua story ya Samsoni na Delila. Mawimbi yalimfikia, nyakati ngumu zilimpata, alipodanganywa na akatoa siri yake. Mwenyewe hakushurutishwa, aliambiwa inaonekana unipendi. Najua kama kuna neno ambalo linagonga moyo wa mwanaume, hata akiwa ni 6 pack, ameshona misuli vizuri. Tukiwa watoto tulikuwa tunasema ameshtunya. Akiambiwa inaonekana haunipendi. Na unajua, na wanawake wanaongea kwa soprano, na hiyo soprano inagonga wanaume sana. Samsoni alipoambiwa, najaribu kuimagine Delila. Na aliposikia hiyo soprano kutoka kwa Delila, Samsoni akaisha nguvu. Akasema nitamwambia yote. Unajua saa zingine ukitaka mwanaume akueleze story zote, wacha kuja na sauti kama ya askari. Unajua hii ibada inaongozwa na wadada. Kwa hivyo niwaambie siri moja yetu, weakness yetu, usikae ngumu sana, lakini ukija kwa upole, siri zote utazipata. Na Samsoni alikujiwa kwa upole na Delila. Na hata kuitwa Sam, aliitwa Sam, akasema hata Wayahudi watu wa kwetu hawanitangi Sam, wanang'ang'ana tu Samson. Leo nimeitwa Sam. Akatoa siri zote. Alipotoa siri zote ambazo ilikuwa ni siri hakupaswa kutoa, alipotoa siri hizo, Biblia inasema aliponyolewa nguvu zake zikaisha, aling'olewa macho. Na sasa kung'olewa macho akajipata kwa hali ambayo ni tatanishi, hali ya uchungu, hali ambayo nguvu zimeisha na huku macho umeng'olewa, hauwezi kuona. Alikosa kutii wazazi walipomweleza. Wakati mwingine friends, wakati mwingine self-inflicted storms are as a result of disobedience. Unaambiwa kitu lakini wewe hutaki kujua. Yensi nilisema, unaambiwa wazazi nyakati zao ziliisha. Ni kweli ziliisha, lakini kuna mambo waliojifunza kwa nyakati hizo zilizoisha ambayo kijana unayahitaji. Kuna mitego walioanguka ndani, hawangependa kuona wewe ukianguka ndani. Kuna makosa walijipata ndani, hawangependa kuona wewe ukijipata ndani. Kwa hivyo wanapokueleza wanajua. Na Samsoni alipokosa kutii, akajiletea dhoruba ya kujitakia yeye mwenyewe.
macho yakang'olewa na mwisho akapoteza maisha yake. Kuna watu wengine dhoruba wanazozipitia ni za wao wenyewe kujiletea. Mwingine anaitwa Yona. In Jonah chapter 1, Biblia inasema ya kwamba Mungu alimweleza Yona vizuri. Alimpea job description, akamwambia Yona, nataka uende Nineve, ile nchi ambayo imeasi, nataka uende kuhubiri. Very clear. Lakini Yona akakosa kutii, akapanda, akaenda Jopa, akapanda kwenye meli, akasema mimi najua Tashish ndio mwisho. Hii mambo ya Waninewe kama wametenda dhambi, hiyo ni shauri yao. Lakini kazi Mungu amempa. Biblia inasema ya kwamba upepo ulipokuja, dhoruba ilipokuja, kulikuwa na wale ndani ya kifaa hicho ambao ni experienced sailors. Wakajiuliza, ni nini imeanzisha hii? Tumefanya kazi kwa bahari miaka nyingi. Kuna dhoruba tunajua jinsi huwa zinakuja, lakini hii inaonekana ina kitu. Najua wakati mwingine kuna kitu kinakufanyikia maishani, unachunguza unasema hapana, hii lazima kuwe kuna kitu. Na walipojichunguza wakasema hapana, tutapiga kura. Wakarusha kwanza vitu kwa bahari, wakasema na haipoi. Na wanazoea ya kwamba wakirusha vitu kwa bahari huwa kunakuwa na hali ya utulivu. Wakarusha vitu, hakuna utulivu. Wakasema hapana, wacha tuende tupige kura, lazima tujue ni nani. Walipopiga kura, na Yona amekaa hapo ametulia, anasema si hii kura yamutie jirani yangu, kwa sababu hata mimi siamini kwa hii mambo ya kura. Lakini bahati mbaya ama nzuri ikamwangukia. Wakamwambia Yona, wewe inaonekana una mambo, nataka utuambie. Yona akasema ukweli wa mambo ni huu, mimi ninakimbia. Yona hakusema ninakimbizwa. Angesema anakimbizwa, it would be another story. Anasema mimi ninakimbia, ninatoroka. Mungu amenipa assignment. Mungu amenituma mahali, lakini mimi nimeamua kutoroka. Mwenyewe nimeamua kutoroka. Kwa hivyo mimi ndio sababu ya shida hii. Ninaomba mnitupe katika maji nife. Hakuona kuna tumaini. Aliona ya kwamba kwa sababu badala ya watu wengi kufa, akasema mimi nikakatupwa kwa maji, na tunajua akamezwa na samaki. Na hata watu wenye pesa, hakuna mtu anatamani kwenda holiday kwa tumbo ya samaki. Ni Yona peke yake, na hata yeye hakupanga. Mahali ambapo, can you imagine ukiwa kwa tumbo ya samaki? Unajaribu kuona, unaona nini? Hebu imagine uko kwa tumbo ya samaki. Unaona nini? Tule tumijombo ambazo samaki imekula, unatuona tunapita pita. Unajua tumijombo. Yona alijipata mahali pagumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya yeye mwenyewe. Mambo aliyojiletea mwenyewe. Alipewa assignment, akaamua haendi ile assignment. Akajaribu kutoroka, na hakuna, asubuhi nilisema ya kwamba katika Zaburi 139 verse 10, hakuna mahali unaweza kukimbia ukatoroka katika uwepo wa Mungu. What an assurance that we have, ya kwamba Mungu anatuona, ako nasi mahali popote. Hata kwenye tumbo la samaki Mungu alikuwa pamoja na Yona. Nataka nikukumbushe mpendwa, hata kama kuna dhoruba ambayo ni wewe mwenyewe umejiletea, Mungu hakumsahau mtumishi wake Samsoni. Licha ya kujiletea shida mwenyewe, Mungu alikuwa na yeye. Dakika ya mwisho Mungu alimkumbuka Samsoni. Na Yona baada ya kutoroka na kuingizwa katika tumbo la samaki, wapendwa, Mungu hakumsahau. Ndio maana Mungu alisikia kilio cha Yona, na Mungu akasikia maombi ya Yona. You know, sometimes we cause or find or lead ourselves into a storm because of impatience. Yani kule kutokuwa na utulivu. Tunajipata kwa storm kwa sababu hatuna subira. Sababu nyingine ya dhoruba za kujitakia ni kukosa subira. Unaambiwa dada subiri, unasema miaka yangu imeenda wapi?
Na unaona mfano wengine waliosema miaka yao imeenda, maisha yao si mazuri. Ndugu, unaambiwa ndugu, tulia kwanza kidogo maishani. Enda pole pole. Unasema hapana, mimi singoji. Katika ile harakati na hali ya kutosikiza mtu yeyote, unajipata mahali pagumu. Unajipata mahali ambapo haungependa, lakini kwa sababu you are impatient, you could not listen to anybody, unajiletea dhoruba maishani. Wapendwa, nataka tukumbushane ya kwamba tulia. Hata kama ni kazi unatafuta, tafuta kwa utulivu na kumtazamia Mungu. Usiseme mwenzangu naye amepata kazi kwa haraka, and you compromise and get that job. Once you get that job, you are in the eye of a storm. Umepata kazi ndio, lakini ni kazi ambayo hata ukiamka asubuhi haujisikii kwenda hiyo kazi. Na ulikuwa na haraka sana, ukasema mradi kuna chochote naweza kufanya nipate kazi hii, na ukaenenda kwa njia ambayo haikumpendeza Mungu. Mpendwa, you could be here and you're saying this morning, Pastor, I am in this storm because of my own actions. I am giving up. I am responsible. Nina habari njema kwa asubuhi ya leo. God has not given up on you. Mungu anajua ndio ni wewe umejiletea, but just hold on to God. Mungu atasikia sauti yako. Yona alipolia, Mungu hakumkumbusha, haukuenda kule nilitaka, lakini Biblia inasema Mungu alisikia maombi ya Yona. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Mungu anaweza kusikia maombi yako. Licha ya kwamba dhoruba ulio ndani ni wewe mwenyewe umejiletea, Mungu hapo tayari kusikia maombi yako. Mungu alimsikia Samsoni dakika ya mwisho. Usikate tamaa. Inua sauti yako kwa Mungu. Storm number 2. Storm that is caused by God. Mahali ambapo niliguzia Jonah chapter 1 verse 4, Biblia inasema hivi: na Bwana akatuma dhoruba kwenye bahari. One of the places in the Bible that says so clear, God sent a great wind to the sea. Ni mahali hapo ya kwamba Mungu alipoona ya kwamba Yona anaenda kwingine, kuna wakati mwingine ambapo Mungu aliamua, I want to arrest him. I want his attention. Nataka nimpate huyu Yona. Na alipokuwa akikimbia kutoka kwa Mungu, akitoroka makusudi ya Mungu, Mungu akaachilia dhoruba katika bahari. Mpendwa, kuna uwezekano ya kwamba Mungu anaweza kuachilia jambo fulani lifanyike. Nia yake sio mbaya, nia yake ni nzuri, ya kwamba Mungu anahitaji attention yako. Yaani umeona elimu yako imejaa kwenye kichwa, umeona mali yako yamejaa kwenye benki, unaona kwamba unaamua kuchukua njia nyingine kando na Mungu. Mungu kwa sababu ya upendo wake anaweza kuachilia dhoruba mbele zako ili aweze kukatch attention yako. Bwana asifiwe. Ya kwamba tunaweza kufanya jambo, Mungu ametuelekeza katika njia yake na ametuonyesha assignment yake. Na sisi kwa akili zetu, because Jonah said, I know this place well. Ninajua mahali Nineve iko, ninajua mahali ambapo Tashishi iko. Mimi naona Tashishi ni afadhali kuliko Nineve. Na Mungu amemwambia nenda Ninawi, lakini yeye anaona Tashishi ni afadhali kuliko. When you become so clever, God can allow a storm in your life to cause your attention iweze kumfikia. Bwana asifiwe. Na alipofanya hivyo mpendwa, anapoachilia hivyo, his intention is not to destroy us. Nia yake si kwamba tuharibu. Nia yake ni kwamba analeta, sisemi kwamba dhoruba zote Mungu ndiye anazileta, lakini wakati mwingine anaweza kuachilia dhoruba ili aweze kukatch attention yetu. Number 3, storms caused by Satan. Ukisoma kitabu, umewahi kumtii Mungu vizuri,
unajikaza kuendelea kwa njia za Mungu, lakini unaona bado mambo hayakuendei vizuri. Unajaribu kuliishi sawa sawa na neno la Mungu, lakini mambo hayakuendei vizuri. Soma Ayubu 1:1. Useme inasema nini? Inasema katika mji wa Usi kuliishi mtu mmoja, jina lake lilikuwa ni Ayubu. Alikuwa mnyoofu na mtimilifu, alimwogopa Mungu na aliepuka maovu. Wangapi wetu asubuhi ya leo maneno haya matano yanaweza sema ya kwamba wewe ni mnyoofu, blameless? Ni wangapi asubuhi ya leo maneno haya yanaweza sema kwako ya kwamba wewe ni mtimilifu, upright? Ni wangapi asubuhi maneno haya yanaweza sema mbele yako ya kwamba you fear God, wewe unamwogopa Mungu na unaepuka maovu? Now, si kwamba maovu hayapo, lakini unayaepuka. In other words, unaichukua upon yourself kusema ya kwamba mimi sitahusika katika maovu haya. Majirani wanaweza husika, ndugu zangu wakitaka, lakini mimi sitahusika. Ayubu alikuwa mtu wa aina hiyo. Alifanya uamuzi wake wa binafsi wa kuepuka maovu. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa mtu mkamilifu mbele ya Mungu. Lakini huyo ni mtu ambaye unatarajia maovu yakikuja, yakiona tu ule ukamilifu wake, yanapita kando. Yakiona jinsi anamwogopa Mungu, yanapita kando. Lakini shetani alienda mbele za Bwana akasema, Bwana, unajua Ayubu anakaa hiyo kwa sababu wewe umemkinga. Hebu nipe nafasi kidogo, niweze tu kumfikia kidogo, utaona huyu jamaa atakusahau. Na Biblia inasema Mungu akamruhusu shetani, lakini mawimbi aliyoyapitia Ayubu yalitoka kwa Ibilisi. Mungu alimruhusu shetani, lakini Ibilisi mwenyewe ndiye akaamua, akasema sasa nitaanza majaribu moja baada ya nyingine. Akaanza kwa mali yake, akaenda kwa mifugo wake, akaenda kwa watoto wake, akaenda hata kwa wajakazi wake, akaenda hata kwa marafiki zake, akaenda kwa mke wake. Marafiki zake na mke wake wakaanza kumshuku. Umewahi kuishi vizuri mbele za Mungu, lakini majirani, watu wengine wanasema, huyu jamaa ana pretend tu, tunamjua. Wanaanza kukushuku, lakini wewe unaishi maisha manyofu. That was Job's case. Ameishi vema mbele za Mungu, lakini ilifika mahali hata marafiki wakamwambia, hapana Ayubu, we are suspicious. Kuna kitu umefanya, kuna jinsi ambavyo hujafanya vizuri. Lakini ya Ayubu akakaa steadfast. Akasema, nilikuja nikiwa uchi kutoka tumbo ya mama yangu, na tena nitaondoka nikiwa uchi. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, Ayubu aliposema hivyo, shetani akasema, kwa sababu zile vitu za nje, zile dhoruba za nje ambazo ndio unaona hizo sasa, hii mali hauna shida nayo sana. Watoto ni kama hata wewe sasa hauna haja, sawa. Akakuja kwa mwili wake. Kuna dhoruba zingine Ibilisi huleta kwa mazingira yako. Na anapoleta kwa mazingira yako, akiona hujashtuka, hujabanduka, anaweza kwenda hatua ya pili. Akamfikia Ayubu kwenye ngozi ya mwili yake. Biblia inasema akatoka na vidonda. Rafiki zake walipokuja walikosa kumfahamu. That kind of vidonda na magonjwa hayo yakamtorment Ayubu sana. Akawa kwa machungu mengi, dhoruba ya magonjwa ikamlemea. Lakini neno la Mungu linasema katika hayo Ayubu alisimama kidete. Mpendwa, kumaanisha ya kwamba hata ikiwa dhoruba unayopitia imeletwa na shetani na nia yake ni kukumaliza, kuna uwezekano sana kutoka kwa neno la Mungu. Ikiwa Ayubu alisimama, na yeye alikuwa mwanadamu, dada, hata wewe unaweza kusimama. Ndugu, hata wewe unaweza kusimama. Mzee, hata wewe unaweza kusimama. Haijalishi shetani amepanga namna gani.
acha shetani apange, acha uulize na nafasi zote, akuje na permission, lakini unasema namjua aliyeniita, namjua aliyenikomboa, namjua baba yangu wa mbinguni, yeye hashindwi na chochote. Ayubu akasema, wapendwa, hata ikiwa dhoruba inaletwa na shetani, unaweza kusimama. Katika Marko 4:35 hadi 41, wanafunzi wa Mungu wa Yesu Kristo walipotii Mungu, mahali tulisoma Biblia inasema Yesu ndiye aliwaambia twende ng'ambo nyingine. It was the idea of Jesus. Halikuwa idea yao, lakini walipojipata katika dhoruba iliyotishia maisha yao, haikuwa ni mpango wao, ulikuwa ni mpango wa Ibilisi. That storm was caused by the enemy. Walikuwa wanaonenda katika mission. They were off to a mission field of Gentiles. Ng'ambo ile nyingine walikuwa ni Wayahudi ambao walikuwa hawamjui Mungu, na walikuwa pamoja na Yesu. And Satan caused a tempest. Mpendwa, mambo mawili tupate pale. Jambo la kwanza, the intention ya wanafunzi ilikuwa nzuri. Walikuwa wanaenda huduma. Number 2, walikuwa na Yesu katika kile chombo. Walikuwa na Yesu wakienda kwa huduma. Na hiyo haikumzuia shetani kuleta mchafuko kwa bahari. Mpendwa, unaweza kuwa unafanya kazi ya Mungu. Unaweza kuwa katika moyo wako umejitolea kwa kazi ya Mungu, na Yesu yuko pamoja na wewe. Shetani anapoleta mawimbi, nia yake ni kwamba you give up reaching out to those people you are going to reach out to. Ni kwamba ukate tamaa kwa ile mission ambayo Mungu amekupa. Ni kwamba ukate tamaa kutumia kile kipawa ambacho Mungu amekupa. Mungu amekupa kipawa, mpendwa, lakini unapotumia hicho kipawa, shetani analeta mawimbi. Hayo mawimbi nia yake ni kwamba uachane na hicho kipawa. Lakini jua mchana wa leo ya kwamba hata shetani anapofanya hivyo, unapoenenda katika mission ya Mungu, shetani anaweza kuleta mawimbi na dhoruba so that you despair serving God. Asubuhi ya leo nataka nikuambie mpendwa ya kwamba Yesu alipoinuka, Biblia inasema ya kwamba mahali tulisoma, inasema he rebuked the wind to show that his word is enough to stop any storm of the devil. Mpendwa, unapopitia mawimbi na dhoruba kali za maisha, na ikiwa uko pamoja na Yesu, chukua neno lake. Neno lake linatosha. Acha kuhangaika na mambo na akili za binadamu. Neno la Bwana linatosha. Aliposimama, Biblia inasema alikemea mawimbi, na wanafunzi wakauliza, je, huyu ni mtu wa aina gani? Hata mawimbi na upepo na bahari zinamtii. Nataka nikuhakikishie kwamba katika maisha yako tembea na neno la Bwana. Wakati shetani anapoleta mawimbi, na unajua wewe unatembea sawa mbele za Mungu na unatenda kazi na mapenzi ya Mungu, neno la Bwana pekee ndilo litamsimamisha shetani. Neno la Bwana pekee ndilo litamzima shetani na litanyamazisha mawimbi ya aina yoyote katika maisha yako. Nataka nikupe mpendwa moyo ya kwamba hata wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri, Biblia inasema ya kwamba walisema twende tumwabudu Mungu wetu jangwani. Nia yao ilikuwa ni nzuri, lakini Farao hakufurahia jambo hilo, na alipokosa kufurahia jambo hilo, Biblia inasema ya kwamba pale nyuma alikuwa ameamua ya kwamba ataua wanaume wote watakaozaliwa wa Kiebrania. In other words, nia ya shetani ilikuwa ni kumaliza kizazi cha Wayahudi. Mpendwa, storm nyingine ambayo inakuja maishani mwako, ambayo imekuwa caused by Satan. Sometimes the design and desire of Satan is to stop your generation. Lakini nataka nikupe moyo mchana wa leo na nikutabirie ya kwamba any storm
mawimbi na dhoruba zozote ambazo ibilisi analeta maishani mwako kusimamisha kizazi chako, ninazikemea katika jina la Yesu. I prophesy growth in your family. I prophesy growth in your faith. I prophesy increase in your fruitfulness katika jina la Yesu. Ya kwamba hakuna mawimbi yatasimamisha kizazi chako, hakuna mawimbi yatasimamisha fruitfulness yako, maana Bwana ako pamoja nasi na neno lake linatosha. Kumbuka ya kwamba shetani hana nguvu, he does not have absolute power. Nguvu zake ziko limited. Mungu pekee yana absolute power. Mwisho, storm number 4, storms caused by other people, watu wengine. Maisha ya Paulo yalijaa dhoruba nyingi, yalijaa mambo magumu mengi aliyoyapitia. Lakini nataka nikupe mfano mmoja ambapo Paulo alijipata kwenye dhoruba kwa sababu ya watu wengine. Luke, Acts chapter 27 verse 13 through 32. Biblia inasema ya kwamba Paulo akiwa mahabusu anatolewa, anapelekwa Italia, na anaenda kwenye ship, anatumia chombo kwenye maji. Na kabla watoke, Paulo akasema, ninahisi katika moyo wangu ya kwamba tuweze kutulia kwanza. Alipofika mahali panaitwa voyage, wanaitwa Fair Havens, Paulo akawaambia, ninaona tusisonge mbele. Lakini yule akida ama askari waliyekuwa pamoja na Paulo akaulizia mwenye chombo, wewe unaonaje? Umekaa kwa bahari miaka nyingi. Akamwambia, bahari iko sawa, twende. Akamuulizia kapteni ama nahodha, wewe unaonaje? Nahodha akasema, nimeendesha vyombo vingi, bahari iko sawa, ninaomba sisi tuendelee. Lakini Biblia inasema waliposonga tu kufika katikati kwa bahari, kukatokea dhoruba kali, wakajipata katikati ya dhoruba na chombo chao kikapelekwa mahali hawakutarajia. Biblia inasema siku 14 hawajui wako wapi, na dhoruba ikazidi kupiga. Dhoruba ilipozidi kupiga, wakasema labda chombo ni kizito, wakaanza kurusha mizigo yao. Waliporusha mizigo yao, Biblia inasema dhoruba iliendelea, na dhoruba ilipoendelea wakasema tutatoroka, tuwache hao wafungwa ndani. Walipoteremka chini kutoroka, Paulo akamwambia, hakuna mtu atakufa kwa sababu Bwana ameniambia hakuna mtu atakufa. Turudi ndani ya chombo. Mpendwa, I have good news for you. God does not go by the majority. The majority walisema twende. Paulo peke yake akasema si sawa. Kwa sababu ya the majority, karibu Paulo wapoteze maisha yao. Watu walipoteza mizigo yao. God does not go by majority. Simama peke yako kwa ukweli wa Mungu. You may not be popular, but be right before God. Kwa sababu Mungu atasimama na wewe. We find ourselves in storms because badala ya kumruhusu Mungu, badala ya kusikia kutoka kwa Mungu, tunasikiza watu wengine, tunasikiza the professionals. Akida alisema Paulo hajui chochote. Kuna professional captain hapa akisema tutaenda. Kuna professional owner of the ship akisema tutaenda. Nina habari njema kwako mpendwa. The only professional is Jesus. Sikiza mwelekeo wa Yesu. Anajua hali ya bahari iliyo mbele, anajua kesho yako, anajua your tomorrow. Listen to him alone. Walisikiza the professionals, lakini kukumbushe ya kwamba professionals bila Mungu watakuelekeza kwenye dhoruba. Waliwaelekeza wapendwa hawa kwenye dhoruba, karibu maisha yao yaweze kuishi. Wakati mwingine mpendwa, achana na professional, sikiza sauti ya Mungu. Sikiza kile Mungu anasema. Bila hivyo utajipata katika dhoruba kwa sababu ya mawaidha ya watu wengine. Wengine wetu tuko hapo nasema, mchungaji, unapohubiri ni kweli. Kuna mahali nimejipata, kuna hali nimejipata ndani.
kwa sababu niliulizia sana watu wengine. Niliulizia maanko, niliulizia maanti, niliulizia watu wengine. Naona sasa mahali nilipo. Nina habari njema kwako. Sikiza kutoka kwa Mungu. Unaposikiza kutoka kwa Mungu, Mungu anakuja. I don't know which type of storm you are in now. Kuna uwezekano ya kwamba uko katika dhoruba fulani, lakini nataka nikupe moyo. You will go through it. Haijalishi ni wewe mwenyewe ambaye umeikosa, haijalishi Mungu ameiachilia njia yako, haijalishi ni shetani ameileta, haijalishi ni watu wengine. The good news about storms is that they have a beginning and they have an end. Unaweza kuwa labda ndio unaingia tu kwenye dhoruba sasa. There is hope for you. Inawezekana uko katikati ya dhoruba na hujui cha kufanya. There is hope for you. Inawezekana karibu utoke katika dhoruba. Mpendwa, there is hope for you. You could have been in a storm for so long. Kuna hali fulani ngumu umekuwa ndani kwa muda mrefu, nasema pastor, nimekuwa kwa hali hii kwa muda mrefu. Sikia Zaburi 30 mstari wa 5. Unasema namna gani? Unasema weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Mateso, kilio kinaweza kwenda usiku mrefu, lakini mpendwa, kuna asubuhi inakuja. Katika storm dhoruba ambayo uko ndani, nataka nikutambulie ya kwamba kuna asubuhi inakuja. Kama Yona, Mungu anakupa nafasi nyingine. Mlilie yeye. Hauwezi kimbia kutoka uwepo wa Mungu, badala yake kimbia kwa Mungu. Daudi alifika mahali akapewa options na akasema, mimi afadhali nikimbie kwa mikono ya Mungu, kwa sababu ninajua Mungu ni Mungu wa rehema. Asubuhi ya leo mpendwa, unachohitaji ni kukimbia kwa mikono ya Mungu. Kama Mungu alimwokoa Yona kutoka kwenye samaki, he can deliver you from any storm. Haijalishi ni ya aina gani. Na kama mwanafunzi, kama hauko peke yako, nikupe nafasi uweze kumuita Bwana katika dhoruba yako. Simame sote mbele za Bwana. Nataka tuombe pamoja nawe. Unasema, pastor, mimi nilikuwa nimeona nimefika mwisho, kwa sababu I am responsible. Even if you are responsible for your storm, or the devil is responsible for your storm, or your friends are responsible for your storm, there is a God who calms the storm. And there is a God who will see you out of your storm. Acha kulaumu marafiki zako, acha kulaumu watu wengine, acha kulaumu ibilisi. Inua macho yako kwa Bwana, sema, Bwana, niko hapa. Ombe pamoja nami. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kuna uwezekano ya kwamba kuna mmoja anayenisikia anajihurumia kwa sababu ako katikati ya dhoruba, na anatazama kuna watu wengine ndio wameikosa, na ana machungu kwa ajili ya watu wale. Bwana, msaidie kuwasamehe. Bwana, yawezekana kuna mmoja ananisikiliza na Jehova ako katikati ya dhoruba kwa sababu ya makosa yake mwenyewe, na imekuwa ni vigumu hata kujisamehe. Bwana, msaidie ajisamehe. Na uwezekano Jehova, kwa sababu ibilisi hana nia njema na jamii hii, hana nia njema na huduma huu, hana nia njema na maisha ya mpendwa huyu, ameleta dhoruba katika maisha yake, na Jehova, mpendwa huyu anajihisi hajiwezi. Mchana wa leo Bwana, ninaomba kutana pamoja na ndugu huyu, mtie moyo, maana wewe ni mwaminifu. Asante Bwana, maana katika kila dhoruba tukiwa na wewe ni washindi. Kwa hivyo Bwana, neno lako linatosha. Neno lako linatosha kwa ndoa hii. Neno lako linatosha kwa jamii hii. Neno lako linatosha kwa maisha haya. Neno lako linatosha kwa kijana huyu. Wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini.
Amen. Mpendwa